Msalaba wa Yesu Kristo sio tu ni mahali pa kuuawa kwa Yesu Kristo, lakini ni mahali ambapo msamaha wetu umezaliwa. Ndio mahali nguvu ya kusamehe inapatikana. Hata yale kibinadamu ambayo hatuyawezi, ni katika msamaha wa Yesu Kristo tunaweza kuyapata. Kwetu wa Tanzania, Ijumaa Kuu ina maana gani? Ijumaa Kuu sio tu historia au tukio la kihistoria. Ijumaa Kuu inabeba ndani yake ujumbe kwa ajili yetu leo tukiupokea. Ijumaa Kuu inatazama jamii yetu ya leo, inaangalia familia zetu. Ijumaa Kuu inaangalia taifa letu, ambayo lazima tujiulize swali: sisi tunaelewa kweli thamani ya malipo yaliyofanyika msalabani? Hata kama ni Wakristo, tunaelewa kweli na tumewahi kujiuliza kweli? Tunaelewa kweli? Tunaweza kweli tukahesabu gharama iliyolipwa pale? Tanzania kama taifa lolote duniani ni mahali pa watu kuishi, na watu tunaohitaji msamaha kila siku. Kusamehewa ni kufunguliwa. Kusamehewa sio kufedheheka, sio aibu. Kusamehewa kutokana na majeraha ya kisiasa, majeraha ya kibiashara, majeraha ya kijamii, majeraha ya kumigawanyiko, majeraha tuliyopata kutokana na tofauti zetu kwa miaka, hata kwa karne ama kwa miongo kadhaa. Sisi wa Tanzania tunahitaji msamaha. Biblia inasema kwa ukali sana mambo ya kweli kuhusu kutokusamehe inafanya nini kwa mtu. Yatazameni ninyi wenyewe, mtu asije akapungukiwa neema ya Mungu, na kwamba shina la uchungu likazaliwa ndani yake, kwa sababu hiyo ikasababisha kuharibu wengi. Waebrania 12:15. Shina la uchungu liko katika jamii zetu. Watu wengi wanaugua na kuumwa kwa sababu ya kutokusamehe. Wanabeba majeraha na vifungo vingi. Wamefungwa kwa sababu ya mambo ya kutokusamehe. Kutokusamehe ni tabu kwa asiyesamehe kuliko mwenye kutokusamehewa. Na Biblia inatutaka ukikosewa, samehe. Ukikosea, omba msamaha. Sio hiari, ni maelekezo, kwa sababu Yesu alijua. Ndio maana juu ya msalaba anasema, Baba uwasamehe, maana ni kifungo. Mtu asiyesamehe ana mateso ndani yake, ana maumivu na ana ghadhabu na ana uwezo wa kufanya lolote. Anaweza akaharibu mtu mwingine. Katika siku hii ya Ijumaa Kuu, siku muhimu sana, chagua lililo jema na usikubali kuumizwa na ujinga, jeuri na kiburi. Ni afadhali upoteze umaarufu wa leo kwa faida ya kuishi milele. Niwaachie maneno haya. Neno la Mungu linasema deni limeshalipwa. Damu iliyochuruzika na mateso aliyoyapitia juu ya msalaba imetufanya sisi kupata msamaha bure. Hatulipii.